kulinda mpaka kufa. Naahidi mbele ya Mungu, Chadema nitakulinda mpaka kufa. Naahidi mbele ya Mungu, Chadema nitakulinda mpaka kufa. Peoples! Peoples! Chadema! Katiba mpya! Katiba mpya! Asanteni, naomba mketi. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Jimbo la Kibaha Mjini na kamati yote ya utendaji, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Mkoa na uongozi wako wote wa mkoa, Mheshimiwa Katibu wa Kanda na uongozi wako wote, wajumbe wa kamati ya utendaji ya kanda, Mheshimiwa Katibu wa BAVICHA na mwenyekiti wako, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Bodi ya Wadhamini mzee wetu Azaveli Waitama, na waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu wa Jimbo la Kibaha Mjini, na wasalimu kwa salamu zote za chama. Peoples! Chadema! Ndugu zangu, ninawashukuru sana kwa kunialika kuwa mgeni kwenye mkutano wenu huu maalum. Asanteni sana. Mlinialika siku chache zilizopita, na kwa kweli nilikuwa na ratiba ngumu, lakini kwa heshima ya mkutano huu maalum nikasema nitafanya kila njia nifike, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimeweza kufika. Nimesikiliza hotuba na taarifa ya katibu wa jimbo aliyowasilisha mbele ya mkutano mkuu maalum, na katika taarifa yake, pamoja na mambo mengine, ameeleza juu ya mauaji yaliyotokea Kibaha mwaka 2025 tarehe 29 Oktoba na siku zilizofuatia, pamoja na maumivu ambayo wana Kibaha mlipitia katika kipindi cha uchaguzi haramu wa mwezi Oktoba. Kwa heshima ya waliouawa ambao kamati kuu ya chama katika kikao chake cha tarehe 28 na 29 mwezi Oktoba ilipitisha azimio la kuwatangaza wote waliouawa nchi nzima kuwa ni mashujaa wa haki na demokrasia katika taifa letu. Ninaomba tusimame. Wapumzike kwa amani. Ndugu zangu, wajumbe wa mkutano mkuu maalum wa chama Kibaha Mjini, niwashukuru sana kwa namna ambavyo mmekilinda chama katika kata zenu na matawi yenu katika maeneo mbalimbali ya Kibaha. Asanteni sana. Najua mmekilinda chama hiki kwa gharama kubwa sana. Hawa wenzetu waliouawa ambao wengine ni wanachadema, wengine ni wanachama wa vyama vingine, wengine ni wananchi wasiokuwa na vyama, hawa wenzetu waliouawa
kuuawa kwao, wengine kwenye maandamano, wengine kwenye majumba yao na maeneo yao ya shughuli za kiuchumi, wengine hata miongoni mwa wale waliokwenda kushiriki haramu ya uchaguzi kwa kupiga kura. Watu hawa wote wamelipa gharama kubwa zaidi ya kupoteza maisha kuliko gharama ambazo wengine wetu tumezilipa. Na kwa heshima yao, kwa thamani ya damu yao iliyomwagika, pamoja na kuwatangaza kuwa mashujaa wa demokrasia na haki, tuilinde heshima hiyo kwa kutosaliti mapambano na kuendelea mstari wa mbele kusimamia haki, na haki kuu ikiwa ni kuhakikisha Tanzania inapata katiba mpya na uchaguzi wa haki. Kwa hiyo niwapongeze vile vile mkutano mkuu maalum. Baada ya taarifa ile ya katibu wa jimbo, alisema kamati ya utendaji ya Kibaha inaunga mkono maazimio yote ya kamati kuu, maazimio ambayo tumeyatoa kwa nyakati mbalimbali. Mwezi Disemba tumeyatoa vile vile kwa umma, mwezi Mei. Nawapongeza kwa kuyaunga mkono. Nataka nijue tu, ili nikitoka hapa nijue sio kamati ya utendaji peke yake, bali mkutano mkuu mzima, yale maazimio yote tuliyapitisha ya kutotambua kwamba kuna uchaguzi. Tulisema hakuna uchaguzi, kilichofanyika ni haramu, uongozi uliopo ni haramu, ni batili, ya kutaka uchaguzi ufutwe, urudiwe upya, ya kutaka nchi ipate katiba mpya, ya kutaka uchunguzi huru unaohusisha vyombo vya kimataifa juu ya mauaji, na maazimio mbalimbali ambayo tuliyapitisha kwa nyakati zote. Wale ambao mnaunga mkono maazimio haya, naomba mnyooshe mkono ili nitoke nikijua kwamba vile vile yale maazimio ya kamati kuu ni yenu, mkutano mkuu wa Kibaha mjini. Asanteni sana. Sasa baada ya kuyaunga mkono maazimio haya, yapo yale maazimio 8 mlioyapitisha kwenye mkutano huu. Niliwasikiliza na nilikuwa nafuatilia 7 au 8, kuhusu ripoti ya ukaguzi wa CAG, tuhuma ya ufisadi wa bilioni 11 na uporaji wa viwanja na hatua mbalimbali ambazo mmezipendekeza. Na hayo maazimio ya kamati kuu, niwaombe sana wajumbe wa mkutano mkuu kutoka kata mbalimbali mlioshiriki mkutano huu, kama ambavyo viongozi wa jimbo wamefanya hapa kwenye mkutano mkuu, na nyinyi muende huko kwenye kata zenu mkafanye mikutano mikuu maalum, ili maazimio haya yashuke kwa watu wengi zaidi hapa Kibaha mjini, kila mahali. Na msiishie tu kufanya mkutano mkuu ya ndani kama hivi, mko huru vile vile kufanya mikutano ya hadhara, mko huru kwenda vijiweni, kwenda mitaani, kueneza ujumbe huu mpaka ufike kwa wananchi wote wa Kibaha mjini. Ndugu zangu wa Kibaha mjini, tumefika hapa, ilikuwa tuanze ratiba mapema kidogo, na ilikuwa mtupokee maili moja tuanze kuzindua kizimba au msingi au kijiwe cha chama mwanzoni pale, tuendelee Loliondo, tupite maeneo mbalimbali, tupite picha ya ndege, tupite maeneo yote ambayo mlitupangia, maeneo 6, na ilikuwa tumalizie kijiwe cha kwa Matias, alafu ndio tuje ukumbini. Nilipokuwa njiani nakuja, nikiwa nimevuka mto Kiluvya pale, daraja la Kiluvya ambapo ni mpaka wa jimbo la Kibamba na jimbo la Kibaha kwa upande wa mkoa wa Pwani, viongozi wakawa wamezungumza na simu huko, na nikataarifiwa kwamba RPC na OCD
wamewaita viongozi wa chama na wamesema kwamba hawaruhusu uzinduzi wa vizimba au vijiwe vya chama. Na tulipovuka tu mpaka kuingia mkoa wa Pwani kutoka Dar es Salaam, kushoto nikaona kuna gari imejaa polisi wengi sana, na walipoona tu gari yetu inakuja wakajiandaa kutuunga kwenye ule msafara. Na tulipokwenda mbele tukaona na gari nyingine, tulipokwenda tukaona na gari nyingine, tukaona deployments nyingi sana za polisi. Tulipofika Njueni pale, tuliposimama sasa ili tufanye utaratibu wa kuendelea na kijiwe kinachofuatia, tukataarifiwa kwamba viongozi wetu wa jimbo na wilaya wameitwa na OCD, na walipofika kwa OCD wakachukuliwa kupelekwa kwa RPC, na tukawa hatuna mawasiliano nao. Nikawaeleza viongozi kwamba tuendelee kuwafuatilia hao viongozi ambao hatuna mawasiliano nao, lakini sisi tulioko tusonge mbele na safari na tufike ili tuweze kupanga taratibu za kuendelea na shughuli hiyo tuleta, ambayo ni kufungua misingi ya chama na hatimaye kuingia kwenye mkutano wa ndani. Sasa viongozi wakashikiliwa huko kwa muda, wakacheleweshwa, na viongozi wengine wakacheleweshwa mahali kwingine. Jeshi la polisi kinyume kabisa na sheria, kinyume na haki, likatumika kuchelewesha ratiba yetu ya kazi ya kisiasa ambayo tulikuwa tumeipanga hapa. Baadaye viongozi wakatoka, tukaelezwa kwamba wamepewa masharti kwamba tunachotakiwa kufanya ni mkutano tu, hatutakiwi kufungua kijiwe wala msingi wala hatutakiwi kwenda kokote kwingine isipokuwa ukumbini, na viongozi wetu wakawa wanasindikizwa na OCD kwamba hiyo ndio ratiba wanatakiwa kuifuata. Mimi nikawaambia as long as tumekuja kufungua misingi ya chama, kabla ya kuingia ukumbini tutafungua msingi wa chama, tutafungua misingi. Na tukaenda kufungua msingi pale kwa Matias, na nikawaambia kwamba tutatembea kwenda kwenye ofisi ya chama ambayo ujenzi unaoendelea, ambayo kwa wale mliobaki humu ambao hamkufika ofisini, nimetoa rai kwa viongozi, kazi kubwa sana mmefanya, hongereni sana kwa ile kazi ya ujenzi wa ofisi. Sasa nimewambia wakati tunasubiri, kwa sababu ile ofisi ni kubwa, ina ukumbi mkubwa, wakati tunasubiri kukamilisha ujenzi wote, wahakikishe kwanza, pamoja na kuwa vyumba ni vingi pale, wahakikishe kwamba kwanza chumba kimoja kipande mpaka mwisho kiezekwe na mlango uwekwe, ili kwanza chumba kimoja ofisi ianze kazi, tuwe na anwani yetu pale moja kwa moja, ili hata wakati mwingine tukija hapa Mkuza tukanyimwa ukumbi, tunawashukuru sana wenye ukumbi huu wametupa ukumbi, bado tuweze kuwa na uwanja wetu wa nyumbani pale, tukutane pale na tufanye vikao. Kwa hiyo tukatembea kwa miguu tukaenda mpaka kwenye ile ofisi, na nashukuru sana. Sasa niseme kwa ufupi sana kuhusu hili la polisi kutumika kinyume cha sheria, kinyume cha haki, kuisaidia CCM na kuisaidia serikali haramu, kukiuka sheria ya vyama vya siasa, kukiuka katiba ya nchi juu ya uhuru wa kujumuika. Ni aibu, na nitawataja kwa majina. Ni aibu kwa RPC Salim Morkase, ni aibu kwa OCD Alex Mkonda, na mimi naamini hawa hawajafanya wenyewe, naamini haya ni matendo. Unajua hawa mapolisi hawa, ndio maana kwenye katiba mpya tunataka hawa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, badala ya kuteuliwa tu na rais, kuwe na vyombo huru vya kuhakikisha wanapatikana watu kitaalamu wafanye kazi kwa uhuru na uweledi, na jeshi la polisi lifumuliwe, badala ya kuwa police force kwamba inatumia nguvu tu bila kutumia, wakati mwingine hata bila kutumia maarifa, iwe police service kwamba wao wanatoa huduma kwa watu. Tunataka mabadiliko hayo kwenye mfumo wa katiba mpya. Tunaamini hawafanyi wenyewe, kwa sababu huyu RPC na huyu OCD ni wajumbe kwenye kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa na wilaya, ambao viongozi wao ni viongozi mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya, ambao kwa katiba ya CCM ni wajumbe wa vikao vya kamati ya siasa ya CCM. Kwa wana CCM wanapewa kazi ya kuwaongoza polisi. Naamini mambo haya lazima RC Abubakar Kunenge amehusika, DC Nixon Simon
namuita sijui Niki wa pili. Naamini ndio wamejaribu kuzuia hii ziara isifanikiwe, lakini wameshindwa kwa sababu tumesonga mbele na tuko hapa tunaendelea. Sasa kwa vile vijiwe vitano vilivyobaki, tutashauriana kadiri muda utakavyokuwa tunafanyaje. Lakini nataka niseme mwenyekiti Tundu Lissu kule gerezani alituletea salamu viongozi, akatuambia kwamba tunapoendelea na operation katiba mpya Free Tundu Lissu, twende maeneo mbalimbali ya nchi, lakini Dar es Salaam tuisubirishe kidogo ili akitoka yeye aje kupiga mkutano hadhara Dar es Salaam. Sasa kwa sababu hiyo hiki kijiwe cha maili moja naomba nisikizindue. Hiki kijiwe kibaki atakapotoka Tundu Lissu ndo aje apeperusha bendera maili moja. Sababu mnakumbuka mtiti wa 2020 walijaribu kumzuia pale Tundu Lissu kwenye mpaka wa Dar es Salaam na Pwani, ikawekwa kambi pale, ikaweka kambi kweli kweli pale. Sasa kwa heshima ya ule mtiti wa 2020 pale, kile cha maili moja kile kiachwe mpaka Tundu Lissu atakapotoka. Sasa vinabaki vya Loliondo, picha ya ndege, Kongowe na kwa Mfipa, kwa sababu Matias kumeshazindua. Kwa hiyo vingine vibaki hivi, Loliondo, picha ya ndege, Kongowe, kwa Mfipa, tajadiliana baadaye viongozi. Kipi katibu mkuu nikakifungue, kipi msafara ulionao hapa wa Bavicha, viongozi wa Bavicha wakakifungue, kipi tumpe heshima makamu mwenyekiti wetu wa bodi ya wadhamini na mjumbe wetu wa bodi mzee Lwaitama akakifungue. Tutajipanga, lakini cha msingi tu ni kwamba hivi vijiwe vitafunguliwa kwa kadiri ya utaratibu tutakao kubaliana. Lakini pale ofisi yenu pale ya Kibaha, ambayo ndani kuna ofisi ya mkoa, ofisi ya wilaya, ofisi ya jimbo, tulizungumza na mliokuwa pale, tuchague kati ya katibu mkuu niendelee kwenda mbele kwa Ufipa, nirudi nyuma mpaka nifike maili moja alafu mkutano uchelewe huu, au niishie kwa Matias nizindue msingi ule, lakini tuje kwenye mkutano tufanye hizi ajenda. Walio wengi kwa demokrasia pale wakasema nije hapa, na ndio maana sikurudi tena nyuma kwa Mfipa, nikaja hapa tuendelee na hii kazi iliyoko mbele yetu. Kwa hiyo ninachowaomba wale wa Kibaha mjini, kama mlivyotualika sisi wageni tukashiriki kuzindua vijiwe na vizimba, sisi tumekuja kama mfano tu katika hayo maeneo tutakayoyapitia, na nyinyi mjione kwa hadhi zenu, viongozi wa kata kwa hadhi zenu, viongozi wa jimbo, vipo vijiwe au misingi au vizimba ambavyo mnaweza kuvizindua huko mitaani, huko vijijini, huko kila mahali, bendera zipepee, ili kama vizimba 6 vimewakera, basi vizimba vingi zaidi viwakere zaidi huko kila mahali huko tunapokwenda. Peoples. Shukran. Sasa nimesikiliza huu ufisadi wa ardhi, sitauzungumzia kwa kina kwa sababu tayari mwenyekiti wa mkoa ameuzungumza na amepitisha maazimio, ila nieleze kwa ujumla wake. Serikali hii dhalimu, batili, haramu, katili iliyoko madarakani ina mnyororo wa ufisadi. Yaani ufisadi wa Kibaha unazungumza bilioni 11 kwenye eneo la ardhi tu peke yake na viwanja. Ukipanda juu kadiri unavyopanda mkoani, ukipanda mpaka ukafika taifa, mpaka ukafika Ikulu, utasikitika sana namna rasilimali za nchi, pesa za walipa kodi, mikopo ambayo tunaikopa na deni la taifa inazidi kuwa, namna serikali hii inavyotafuna fedha za wananchi, wakati wananchi wana hali ngumu sana ya maisha. Kwa hiyo tuendelee kupambana na ufisadi, lakini ifike hatua, kwa sababu matatizo haya ya uozo, ufisadi yanachangiwa vile vile na kutokuwa na mifumo ya uwajibikaji. Hakuna uwajibikaji Ikulu, hakuna uwajibikaji bungeni, hakuna uwajibikaji katika halmashauri.
haya yote yaendelee kutupa hasira, uchungu, lakini uliojaa ujasiri wa kuendelea kupambana mpaka tuiondoe CCM na serikali yake madarakani. Na katika hiki kipindi ambacho tunaendelea kupambana, tumechukua msimamo wa kuendelea na operation katiba mpya Free Tundu Lissu. Kwa sasa tumeamua kutumia njia ya mikutano ya hadhara, njia ya mikutano ya ndani, njia ya mitandao ya kijamii na njia nyingine za kidemokrasia. Tunaendelea kuamsha umma tukitaka serikali isikilize sauti ya watu. Serikali isiposikiliza sauti ya watu, tutakaa kwenye kamati kuu, tutatumia njia hizo za kidemokrasia, tutaenda mbele zaidi. Tutatoka katika njia ya mikutano ya ndani, mikutano ya hadhara, mitandao ya kijamii, tutapiga kipenga cha maandamano, na kwa kweli mjiandae ikifika hatua hiyo kutuunga mkono. Na sio maandamano peke yake, kuna njia nyingi za kudai haki kiondoa maandamano. Kuna migomo, kuna njia mbalimbali za kidemokrasia kabisa zisizo za vurugu, non violent, ambazo serikali hii isiposikiliza njia hizi za kawaida tulizoanza nazo, tutafika huko. Duniani kuna msemo mmoja unasema no representation no taxation, kwamba kama hakuna uwakilishi, kuna sababu gani ya kulipa kodi? Kuna sababu gani ya kuendelea kufadhili udhalimu? Kwa yaani unalipa kodi kwa ajili ya askari wa kukuzuia unapokwenda kufanya shughuli yako ya kisiasa baadaye ya kukulinda. Unalipa kodi kwa ajili ya askari kupiga risasi kuua raia. Unalipa kodi ya kukuua. Haya tutahitaji kuyatafakari na kuyafanyia maamuzi. Ninachowaomba ni msirudi nyuma katika mapambano ya haki. Na sisi viongozi ambao mmetupa dhamana ya kuwaongoza, tunawaahidi kwamba hatutarudi nyuma kwenye mapambano mpaka tushinde. Sasa ajenda yetu kuu ni katiba mpya. Chadema ilipoanzishwa mwaka 92 ilikuwa ni kipindi ambacho, na kupata usajili wa kamili mwaka 93, ilikuwa ni kipindi ambacho kuna vuguvugu la madai ya katiba mpya katika taifa. Kuliitwa mkutano Diamond Jubilee mwaka 92. Ule mkutano ulikuwa unaitwa National Convention for Constitutional Reform, NCCR, National Convention for Constitutional Reform, kwamba mkutano wa kitaifa wa mabadiliko ya katiba. Kwa hiyo wadau mbalimbali ikiwemo waasisi wa Chadema wakashiriki huo mjadala wa kutaka katiba mpya kabla nchi haijaingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Ikaundwa tume ya Nyalali, ikakusanya maoni, ikapendekeza ili nchi ingie kwenye mfumo wa vyama vingi, kwanza iandikwe katiba mpya ya wananchi, katiba mpya ya mfumo wa vyama vingi. Nyalali na tume yake wakapeleka ripoti kwa rais wa wakati huo, Rais Mwinyi. Rais alipoipokea ripoti akasema hatukuwatuma mfanye kazi hiyo. Lakini rais hakuishia hapo, akaichukua ripoti ya Nyalali ambayo ilikusanya maoni ya wananchi, akaita mkutano wa CCM ukafanyika pale na kwenye Diamond Jubilee. Mkutano wa CCM, mkutano mkuu wa CCM ukapitisha maazimio kadhaa. Moja ukasema, kwa sababu ya wakati huo ushawishi wa Mwalimu Nyerere kwamba na matakwa ya dunia wakati huo inakwenda kwenye mfumo wa vyama vingi, na maoni ya walio wengi, kwa sababu 20% walisema wanataka mfumo wa chama kimoja, kwa sababu tu walishaishi chama kimoja muda mrefu, 80%, 20% wakasema vyama vingi. Lakini wale 80% waliotamka chama kimoja wakataka mabadiliko makubwa ya kikatiba na kisheria ambayo huwezi kuyafanya bila mfumo wa vyama vingi. Ndio maana tume ya Nyalali ikasema wengi wanasema vyama vingi. Kwa wengi walitaka vyama vingi. Nyerere akasema CCM isikilize sauti ya watu. Dunia ilikuwa inakwenda kwenye mfumo wa vyama vingi. CCM ikashinikizwa, ikakubali kwamba vyama vingi virudi, vilivyofutwa mwaka 65, sababu kabla ya uhuru vyama vingi vilikuwepo Tanzania hata wakati wa mkoloni. Lakini CCM hiyo ikapitisha azimio kwenye huo mkutano mkuu wa CCM kwamba katiba mpya hapana.
alafu bunge likaitwa lirekebishe katiba iliyopo ya mwaka 77, katiba iliyoandikwa wakati wa kuunganika kwa TANU na ISP. Kamati iliyoandika katiba ya CCM ndio ikageuzwa ikawa kamati ya kuandika katiba ya nchi. Mwaka huo 77 ikaandika katiba ya CCM, katiba ya serikali yenye mfumo wa kiurais wa kifalme, katiba ya serikali yenye mfumo wa chama kimoja, mfumo usiokuwa huru, kutokuwa na taasisi huru, hakuna tume huru ya uchaguzi, hakuna mifumo ya haki. Kamati iliyoandika katiba ya CCM ikaandika katiba ya nchi, ikapitishwa. Walichokifanya 92 wakaingiza tu maneno vyama vingi pale, lakini mfumo wa katiba ikabaki ile ile kimsingi ya mwaka 77 kwa sababu ya azimio la CCM. CCM iliyokataa katiba mpya mwaka 92, CCM haiwezi ikapita ikiwadanganya Watanzania kwamba yenyewe ndio ina ajenda ya katiba mpya. Sasa baadaye, nasema kwa ufupi tu, hapo katikati kuna mapito mengi yakapitia, lakini baadaye Chadema na vyama vingine vikaendelea kuibeba ajenda ya katiba mpya. Toka mwaka 92, 93 tumepata usajili kamili, ikaongezewa nguvu tukadiri miaka inavyokwenda. Mwaka 2005 Chadema ikaongoza nguvu zaidi kwenye swala la katiba mpya. Wakati ule ilani yetu ya uchaguzi, utangulizi wake na ndani ya ilani tulisema mabadiliko ya kweli hayawezi kuletwa na chama kile kile chenye ufisadi ule ule kikiongoza yale yale. Wakati ule Kikwete amekuja na ajenda ya ari mpya kasi mpya, eti kwa ari mpya na kasi mpya. Tukasema lazima kwanza nchi ipate mabadiliko ya mfumo wa utawala. Mgombea wetu wa urais wakati huo akazungumza kuhusu sera ya majimbo kama sehemu ya mabadiliko ya mfumo wa utawala, katiba mpya ya shirikisho la serikali tatu. Wakati huo mgombea alikuwa Freeman Mbowe. Mwaka 2010 hapo katikati tukasukuma sana ajenda ya katiba kwa namna fulani. 2010 tukaongeza nguvu zaidi kwenye kudai katiba mpya, tukaingiza kwenye ilani ya uchaguzi ya CCM wakati huo ya Chadema. Wakati huo CCM ilani yake haina katiba mpya, kwamba ndani ya siku 100 za kuingia madarakani rais wa Chadema ataanzisha mchakato wa katiba mpya. Wakati huo mgombea wetu alikuwa Dr. Slaa. Ajenda ya katiba mpya ikawa kubwa sana kwenye kampeni. Baada ya uchaguzi ule wakaiba kwa mara nyingine tena uchaguzi, kaanza shinikizo la kutaka katiba mpya, maandamano ya katiba mpya, watu wakauawa Arusha kule kwa sababu ya maandamano ya kudai mfumo wa uchaguzi wa haki. Kabla yake tukatumia vile vile maandamano maeneo mengine, mikutano, na wengine wakati huo tulikuwa tumeshinda, tumeingia bungeni pamoja na tume kutokuwa huru kwa shinikizo, tukapeleka hoja binafsi ya kutaka mchakato wa katiba uanze. Kwa shinikizo la nje la mikutano, maandamano, shinikizo la bungeni la hoja binafsi ya katiba mpya, Rais Kikwete akapora mchakato wa katiba, akasema sasa serikali inaandika katiba mpya. Lakini akatengeneza sheria mbaya ya uandishi wa katiba. Tume ikakusanya vizuri maoni, tume ya Warioba ikatengeneza rasimu ya kwanza, ikaletwa kwenu kwenye mabaraza ya katiba, watu wakatoa maoni, baadaye ikatoka rasimu ya pili. Tatizo likawa kubwa sasa tulipofika kwenye bunge maalum la katiba. Mimi nilikuwepo wakati huo 2013, 14 mpaka 15, wakati huo nikiwa mbunge wa jimbo la Ubungo. Tumefika kwenye bunge maalum la katiba, tunaambiwa sasa kwanza tutengeneze kanuni za bunge maalum. Kwenye mchezo tu wa kutengeneza kanuni tukaona kuna njama, kawa na mjadala nani aanze kuhutubia bunge maalum la katiba, kati ya Rais Kikwete na mwenyekiti wa bunge maalum la katiba anayewasilisha rasimu pamoja na vitabu na kadhalika. Kawa na mjadala mkali sana, kura hiyo ya wazi au ya siri. Kawa na mjadala mkali kwanza kama bunge lazima lipate hati ya muungano. Dalili sionekana wazi, kwa sababu kabla hatujaingia kwenye bunge maalum la katiba, CCM kama ilivyofanya mwaka 92, kwamba kabla ya mchakato wa marekebisho ya katiba CCM inakaa. CCM ilikaa kikao cha halmashauri kuu ya CCM, ikapitisha uamuzi kwamba rasimu ya Warioba inapingana na sera za CCM, ikiwemo kuhusu muundo wa muungano. Kwa CCM ikasema wajumbe wake wote kwenye bunge maalum wakatae rasimu ya Warioba, wakatae maoni ya wananchi, wapitishe, na wakatengenezewa mpaka mwongozo wa kuchakachua kifungu kimoja, ibara moja baada ya nyingine kwenye katiba. Kwa hiyo kimsingi, kwa ufupi tu, kwa sababu ya heshima ya muda wa mkutano wenu mkuu,
tulipoingia kwenye bunge maalum, CCM walikuwa na maelekezo. Sasa walikuwa wengi kwa sababu wabunge wote walikuwa sehemu ya bunge, kwa wakawa na wingi. Wajumbe wote wa baraza la wawakilishi walikuwa sehemu ya bunge, wakawa na wingi. Alafu kuna lile kundi la watu waliitwa 201 wa makundi maalum, lakini sheria ya katiba ikawa mbovu, ikasema wanapendekezwa na makundi lakini wanateuliwa na rais. Matokeo yake Rais Kikwete akaitumia vibaya hiyo sheria, watu wakuwakilisha makundi, wakulima, wafanyakazi, makundi mbalimbali, wakaletwa tena watu wengine wengi zaidi wa CCM. Yaani ikafikia hatua mpaka wakamleta mtu anaitwa mwakilishi wa waganga wa kienyeji. Alafu mwakilishi mwenyewe ni nani? Kingunge Ngombare Mwiru, alikuwa katibu mwenezi wa CCM na waziri wa CCM. Eti nawakilisha waganga wa kienyeji kwenye bunge maalum la katiba. Kwa hiyo wakavuruga mchakato wa katiba. Sasa kamati kuu imepitisha uamuzi kwamba ripoti ya Chande inasema katiba mpya mpaka 2028. Rais Karamu ambaye si mtumtambui, wakati anaipokea ripoti ya Chande akakubaliana nayo. Ripoti ya Chande ikasema wataunda kamati ya wataalamu kukwamua mchakato wa katiba. Rais akasema ataunda tume ya maridhiano kukwamua mchakato wa katiba, lakini wote wanazungumzia kuhusu 2028. Kamati kuu ya chama imekaa imesema hatuko tayari kusubiri mpaka mwaka 2028, tunadanganywa, tunataka mchakato wa katiba mpya uanze sasa. Sasa tarehe 11 kumesoma bungeni bajeti ya serikali. Siku hizo watu hawafuatilii bunge, kwa hiyo kuna watu hata hawajui kama bajeti ya taifa imesomwa. Sio kama enzi zile bunge ilikuwa ni kama mechi ya mpira yenye upinzani mkali kiasi kwamba watu wanaacha shughuli zao wanasikiliza bunge. Siku hizo watu hawafuatilii bunge. Lakini wamesoma bajeti ya serikali na mjadala unaanza kuanzia Jumatatu kuijadili hiyo bajeti bungeni kwenye hilo bunge haramu na batili. Wanataka kuisifia bajeti kama ni bajeti ya kujitegemea, ya maendeleo, fedha zinakwenda kuongezwa, lakini hawasemi ukweli namba moja. Ukweli namba moja ni kuwa bajeti iliyosomwa bungeni haina fedha zilizotengwa kwa ajili ya mchakato wa katiba mpya ambayo ndio kipaumbele namba moja cha taifa. Kwa sababu hiyo tu peke yake, hiyo bajeti haipaswi kukubalika na yoyote katika nchi hii. Kwa hiyo kupitia mkutano huu wa mkuu wa Kibaha, na nitawahoji kama mnakubaliana na hoja hii kwamba huo mjadala wa bajeti huko bungeni Dodoma usiendelee mpaka kwanza waingize bajeti ya katiba mpya pamoja na uharamu wao, lakini tunataka fedha za kuanza katiba mpya sasa. Wangapi mnasema tunataka fedha za kuanza katiba mpya? Mnataka fedha za katiba mpya, si ndio? Mnataka bajeti ya katiba mpya, si ndio? Mnataka bajeti ya katiba mpya, si ndio? Sasa ili isiwe ndio tu kama za wale wa kule bungeni wa ndio na sio, wasikie sauti kwamba tunataka bajeti ya katiba mpya, kwamba semeni tunataka bajeti ya katiba mpya, tunataka bajeti ya katiba mpya, tunataka bajeti ya katiba mpya. Hebu tusimame kabisa ili wajue tuko serious, tuko serious. Peoples! Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Tunataka bajeti ya katiba mpya! Tunataka bajeti ya katiba mpya! Tunataka bajeti ya katiba mpya! Asanteni sana, mnaweza kuketi. Niunganishe na jambo lingine moja kwenye swala la bajeti moja kwa moja, kwa sababu juu ya katiba mpya kamati kuu ilisema itatengeneza kamati ya kamati kuu, na tayari kamati imeshaundwa. Katika wakati mwafaka chama kitatangaza majina ya hiyo kamati ya namna ya kukwamua mchakato wa katiba ulipokwamia mpaka Tanzania ipate katiba mpya mapema, na wakati huo tutaeleza mambo ya ziada kuhusiana na swala ya katiba wakati huo. Lakini katika hatua hii nizungumze jambo la pili lingine kuhusiana na bajeti. Toka utawala wa unaoitwa awamu ya 6 uingie, na hata kabla yake,
kumekuwa na mpando wa bei za bidhaa na gharama za maisha kadiri siku zinavyokwenda, lakini mpando huo wa bei za bidhaa na gharama za maisha ukaongezeka zaidi baada ya uchaguzi haramu wa Oktoba, kabla hata ya vita ya Iran na Marekani, kutokana na madhara ya mauaji yaliyotokea Oktoba, serikali kunyimwa fedha na washirika wa maendeleo, na serikali kuchota fedha nyingi za umma kwenye uchaguzi haramu na kuathiri mzunguko wa fedha, tayari bei za bidhaa zikaanza kupanda. Lakini kulipotokea vita ya Irani na Marekani, na hasa juu ya mgogoro wa mfereji wa Hormuz, bei ya mafuta ikapanda, bei za bidhaa zikazidi kupanda, gharama za maisha kwa wananchi zikazidi kuongezeka. Kamati kuu ya chama ikakaa ikapitisha uamuzi wa kuitaka serikali hii haramu na batili, pamoja na udhalimu wake, pamoja na ukatili wake, ishushe kodi na tozo kwenye mafuta ili bei ishuke, na iweke vile vile ruzuku ya kutosha kwenye mafuta ili bei ishuke, ili kuwapunguzia mzigo wa maisha wananchi. Tukasema hayo na tamko likatoka kwa umma. Sasa mimi nilitarajia kwamba walichelewa kuchukua hatua ambazo wangeweza kuchukua mapema na kupunguza gharama za maisha kwa watu, lakini nilitarajia kwamba pengine labda wanasubiri bajeti kuu ya serikali, hotuba ya fedha, kwenye swala la muswada wa sheria ya fedha ambao ndio unahusika na masuala ya kodi na tozo na mambo kama hayo ya matumizi na kadhalika, kwamba wangeleta ufumbuzi. Lakini huwa sipendi sana kwa bunge hili haramu na dhalimu kulifuatilia kusikiliza, lakini nilisikiliza hotuba ya waziri huyo waziri haramu na batili. Kwa kweli sijasikia popote kwamba wamepunguza tozo na kodi kwenye mafuta kwa kiwango cha kupunguza gharama za maisha kwa wananchi. Nilichosikia ni bajeti ya wao kujiongezea matumizi ya serikali wakati kuna mianya ya ufisadi. Wao wameamua wasikujali wewe mwananchi wa kawaida wa Kibaha, wasiwajali wananchi wa Pwani. Sasa pamoja na kuua watu Oktoba, hawajali hata maisha ya watu. Sisi tunarudia tena kuwataka kwamba katika huo mjadala unaoendelea Dodoma, pamoja na uharamu na ubatili wa hilo bunge, tunawataka washushe tozo na kodi kwenye mafuta na waongeze ruzuku, bei ya mafuta ishuke, gharama za maisha zishuke kwa wananchi. Sasa Kibaha mjini, wale ambao mnakubaliana na hili takwa la umma kwa kweli huko mtaani, naomba vidole viwili juu, hili nalo liwe la wananchi, kwamba tunataka bei ya mafuta ishuke, tunataka bei ya mafuta ishuke. Asanteni sana ndugu zangu wa Kibaha. Nimesikia katibu wa kanda akizungumza kuhusu swala la maji ambalo wengine tulipokuwa huko bungeni ndio ilikuwa kati ya mambo tunayozungumza sana. Katibu wa kanda, Dar es Salaam hii ina vyanzo vya maji, ukiondoa Ruvu Juu, Ruvu Chini, chanzo cha mto Kizinga kule Temeke na visima vya kawaida mtaani. Pwani yenu hii Kibaha hii na mkoa wenu huu wa Pwani na mkoa wa Dar es Salaam jirani yenu, chini ya ardhi hii, kuanzia eneo la Kimbiji Kigamboni mpaka Mpera Mkuranga, kuna maji masafi chini ya ardhi sawasawa na maji ya nusu ya maji ya Ziwa Victoria. Kwa ukitumia chanzo cha maji tu cha Kimbiji na Mpera,
Dar es Salaam hakukupaswa na pwani yote, maana sasa DAWASA inahudumia pamoja na kuwa inaitwa Dar es Salaam Water Sewage Authority, inahudumia eneo lote la maeneo kadhaa ya pwani. Dar es Salaam hakupaswa kuwa na shida ya maji kabisa, kama ukitumia tu chanzo cha Kimbiji na Mpera. Lakini hizi shida anazozungumza za Ruvu Juu na Ruvu Chini, 2013 tuliwaambia kwamba kuna shida hiyo itaendelea. Jengeni bwawa la Kidunda Morogoro hapo, ili wakati wa masika maji yanazuiwa, wakati mwingine maji yanatiririshwa. Dar es Salaam hakupaswa kuwa na shida ya maji. Yaani hata ya Ruvu Juu, Ruvu Chini yangekuwa hayapo, ya Kimbiji na Mpera, ya Rizini yangekuwa hayapo. Jirani yenu hapa pwani tu hapa kuna bahari, nchi za Uarabuni zina jangwa, zina maji safi kwa sababu wanaondoa chumvi kwenye maji ya bahari, watu wanaishi. Sisi shida yetu ya maji mijini na vijijini, pwani na Dar es Salaam, ni shida ya serikali yenye uongozi mbovu ya CCM, na tiba yake tuwaondoe madarakani. Na tuwaondoe madarakani kwa sababu kuna sababu za ziada sana za hasa nyinyi watu wa pwani ambao naamini mnaweza nikubaliana na wewe mwenyekiti wa mkoa. Yaani kama tuliweza kushinda Kibamba, Ubungo, tunadai tume huru, tutadai katiba mpya, lakini mimi imani yangu inaniambia kwamba hii Kibaha yote, si Kibaha mjini, si Kibaha vijijini, yaani uchaguzi ukirudiwa hapa mnashinda kabisa kirahisi sana. Sasa mtakapoongoza Kibaha mjini na vijijini na mkoa wa Pwani, kuna jambo moja alizungumzwa sana kuhusu mkoa wenu, la rasilimali yenye thamani kubwa sana iliyoko katika mkoa wenu. Mkoa wenu huu wa Pwani, Mkuranga, Kibaha, kuna gesi, kuna gesi na hata kuna pengine uwezekano na mafuta, lakini la gesi la hakika, kuna gesi. Kwa katika hii migogoro yenu ya ardhi, kuna baadhi ya maeneo watu wanaondolewa kimkakati kwa sababu watu wanajua ramani za rasilimali, wanajua hapa kuna gesi, hapa kuna utajiri. Kwa hiyo unaposikia mgogoro wa Lindi, Mtwara kuhusu gesi, Pwani umsikii mjadala wa gesi, sababu si watu wengi wanajua kwamba mkoa wa Pwani una gesi ardhini. Nataka kuambia nini? Teteni sana rasilimali za mkoa wa Pwani, kwa sababu mna utajiri mkubwa ambao huko mbele tunapokwenda, hata nyinyi wenyewe mtashangaa kama hii Pwani ndio iko hivi au Pwani inaweza kufikiri hivi. Mna mkoa ambao una fursa nyingi sana, na Dar es Salaam hii imekwisha ungana na Pwani. Dar es Salaam imeshaungana na Bagamoyo, yani kwa maana kuungana kabisa, majengo yameshaanza kuungana. Dar es Salaam imehamia Bagamoyo, Dar es Salaam imehamia Kibaha mjini, Dar es Salaam imehamia Kisarawe, Dar es Salaam imehamia Mkuranga, Dar es Salaam inazidi kuingia Pwani. Kwa kama Dar es Salaam inaingia Pwani, na Pwani ndio kwenye ardhi bado ukilinganisha na Dar es Salaam yenyewe, Chadema ikiongoza wananchi katika kutengeneza mipango kabambe ya Pwani, mkoa wa Pwani utakuwa mkoa mzuri na watu wake watakuwa na maendeleo makubwa yaliyopangwa vizuri kuliko Dar es Salaam ya mbele huko. Kwa sababu hiyo, rai yangu kwa Kibaha mjini, kwa wilaya Kibaha, mkoa wa Pwani, muifikirie Tanzania ya sasa ya Pwani, lakini muifikirie vile Tanzania ya kesho na kesho kutwa, kwa sababu hapa mnapopaona, pengine nilikuwa napita baadhi ya maeneo, naona bado mpaka baadhi ya maeneo Mkuze yana nyumba za udongo, alafu nikifikiria thamani ya rasilimali zilizoko chini ya ardhi na maeneo mengine katika eneo lenu hili, fursa ya kibiashara, fursa ya bandari Bagamoyo hapo, na fursa nyingine, na fursa za Mkuranga nyingi sana za Kisarawe, ninaona mkoa ambao ndio maana watawala wa Pwani wanatumia nguvu kubwa kuanza kuizuia Chadema hapo. Wanalinda maslahi yao, wala sio maslahi ya nchi. Sasa kadiri wao wanavyolinda maslahi yao, sio maslahi ya nchi,
Nyinyi Chadema simameni kidete kusimama na wananchi, kutetea rasilimali za nchi na maisha ya wananchi. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa kweli. Nisichukue muda mrefu zaidi, nihitimishe na mambo machache tu ya kumalizia. Mengine pengine tutazungumza wakati mwingine, kwa sababu kuna mengi tungezungumza, lakini kwa heshima ya muda mengine nitayaacha pembeni. Nihitimishe kwa kuendelea kuwasisitiza kushuka chini kwenda kufanya vikao. Chama ni vikao, chama ni mikutano. Mikutano ya hadhara sawa, muhimu ifanyike, lakini mikutano ya ndani kama hii na yenyewe ni muhimu kama ilivyo mikutano ya hadhara, kwa sababu hii ndio ambayo ujenzi wa chama ndani unafanyika. Sasa leo kwa sababu polisi wametuvurugia ratiba, sijapata fursa. Kwa kawaida huwa nikija kwenye mkutano mkuu kama huu siwasikilizi viongozi tu wa mkoa, jimbo, wilaya. Huwa nataka nisikilize viongozi wa kata wanasema nini kuhusu kata zao na masuala ya wananchi huko kwenye kata zao. Lakini leo hiyo fursa itakosekana, lakini ninawaomba kama kuna ambaye alikuwa na jambo ambalo alipanga kumweleza katibu mkuu wa chama akifika Kibaha kwa baada ya kusikia kama nitakuwa mgeni rasmi, na kuandikia kwenye mkutano huu kinachomlenga katibu mkuu, wewe utakusanya, tutaniletea kama yalivyo, mimi nitasoma na utaunganisha yote utaniletea. Kwa hiyo naomba utaje namba yako ya simu